Ikiwa ni msimu wa 12 wa kufanyika kwa tamasha la Twenzetu kwa Yesu, management ya Upendo Media imetangaza ujio mpya wa tamasha hili lenye kauli mbiu ya Ishi kwa Malengo, ambapo kwa mwaka huu tamasha hili linatarajiwa kufanyika kwa awamu mbili. Hii ni kutokana na mapendekezo ya mashabiki wa tamasha hili la Twenzetu kwa Yesu. Tamasha la kwanza litafanyika tarehe 19 mwezi wa 6 katika ukumbi wa Mlimani City, huku tamasha la pili likitarajiwa kufanyika tarehe 21 mwezi wa 6 katika viwanja vya Tanganyika Packers. Tamasha hili litakuwa pale Mlimani City, litaanza saa 11 muda tuliojipangia na litaendelea mpaka saa 6 usiku. Bandua tumeweka meza mle ndani na viti, lakini tunafikiri kwamba huenda havitakaliwa. Njoo umekaa sawa sawa. Pia tamasha la pili tutakalolifanya ni lile ambalo tumekuwa tufanya Twenzetu kwa Yesu, ambayo inajumuisha vijana wa rika zote, ambao tutalifanyika Tanganyika Packers tarehe 21 mwezi wa 6, ili linaanza saa 12 asubuhi pakikucha, tutalifunga saa 12 jioni. Tamasha huwa haliishi tu kwenye kucheza, huwa pia kuna mahubiri, kuna maono mbalimbali yanayotolewa na mafunzo ambayo yanawaimarisha, lakini yanaweka vijana na kuwaandaa kisaikolojia, lakini pia vijana hawa waweze kusimama katika maisha. Theme yetu makao, yani tunaongozwa na neno linalosema uweze kufanyaje? Ishi kwa malengo. Akizungumza na Mlimani TV, mkurugenzi wa Upendo Media Nengida Johannes amesema lengo la tamasha hili ni kuwaleta vijana pamoja, kuwafundisha maadili na hata masuala ya ujasiriamali na masuala ya kiuchumi. Lengo la matamasha yote mawili kwa mwaka 2025 ni kuwakusanya watu wawe wamoja. Tunapokutana, vijana wanapokutana kule uwanjani, mara nyingi tumeona kwanza wanabadilika kimaadili. Kwa sababu mwaka huu tumchukua askofu mmoja anaitwa Askofu Lawi Mwankuga, ni askofu wa kanisa la Moravian. Anazungumzaga na vijana mpaka mwenyewe unajiona sasa nikabadilike. Kwa hiyo na sisi tumemuita yule askofu ili azungumze na vijana, yoyote ambaye ana maadili mabovu abadilike. Tumeona wakibadilika. Lakini pia tunafundisha vijana ujasiriamali. Hatutaki vijana wanaokaa tu. Tunataka vijana ambao wanajua jinsi ya kutengeneza uchumi wa familia zao na uchumi wa nyumba zao. Lakini pia tunawafundisha habari za uchumba, urafiki. Kabla ya kufikia kilele cha tamasha hili ambalo litahitimishwa Juni 21, kutatanguliwa na matamasha mbalimbali yatakayofanyika katika sharika mbalimbali za KKT, Dayosisi ya Pwani na Mashariki. Mimi ni Holiness Mbise, Mlimani TV, elimu kwanza.